Hivyo ndivyo pombe inavyoathiri maisha ya mwanadamu na hata kupelekea kifo kabisa. Leo tutakwenda kuzungumzia madhara yanayotokana na pombe katika maisha ya mwanadamu. Kwa mujibu wa ripoti ya WHO, shirika la afya duniani, ripoti hiyo iliyotolewa mwaka 2019, vifo milioni 2.6 kila mwaka huwa husababishwa na pombe. Yani kila mwaka unapoisha, vifo takribani milioni 2.6 huwa husababishwa na matumizi ama ulevi ama unywaji wa pombe. Na ndio maana leo hii nikaandaa somo hili ambalo linasema madhara yanayotokana na pombe. Zara la kwanza tunasema mtu anapokunywa pombe, pombe huharibu akili ya mwanadamu, au pombe huharibu ubongo wa mwanadamu. Kwa sababu mtu anapokunywa pombe, moja kwa moja pombe huwa inakimbilia kucontrol nervous system. Inapocontrol nervous system, maana yake huyo mtu anashindwa kujimiliki, kwa sababu akili ama ubongo ndio dereva wa mwili mzima wa mwanadamu, ndio dereva wa maisha ya mwanadamu. Kwa hiyo pombe inapokimbilia ulimwengu wa akili, moja kwa moja mtu huyu mwili wake lazima ufishwe, na ukifishwa maana yake mtu huyu mwili wake utashindwa kufunction vizuri, kwa sababu pombe imeenda kuataki ama kuharibu function ya brain katika nervous system. Kwa hiyo huyu mtu lazima atakuwa katika hali ya hatari kubwa sana, na vile vile inaenda kucontrol balance of coordination. Kwa unapoenda kucontrol balance of coordination, maana yake ndio unamwona mtu anayumba yumba sasa anapotembea, kwa sababu tayari ile pombe imeenda kuharibu mfumo mzima wa nervous system, lakini pia umeenda kucontrol balance of coordination. Mtu huyu anashindwa kujimiliki. Kwa hiyo hilo jambo hupelekea moja ya jambo moja hapo ambalo linatokea, huyu mtu moja kwa moja anaweza akashindwa kujikontrol pale anapotembea, akashindwa kujikontrol namna tu ya kufanya maamuzi. Kwa hiyo ndio maana unaona mtu anapokunywa pombe mara nyingi maamuzi yake yanakuwa negative, kwa sababu pombe imeshaanza kuharibu mfumo mzima wa akili. Na ndio maana nikawa nimezungumza kwa kina sana katika video ile iliyopita, nikaelezea madhara yanayotokana na pombe, lakini pia nikafafanua kwa kina zaidi kwamba muasisi wa pombe ni shetani mwenyewe. Yani shetani amewatumia binadamu waliotumika katika kutengeneza pombe ili kuharibu akili ya mwanadamu. Sasa lengo ni nini kuharibu akili ya mwanadamu? Tumeshazungumzia kwamba vita iliyokuwepo au pambano kuu lililokuwepo kati ya Mungu na shetani dhidi ya amri 10 zile za Mwenyezi Mungu. Sasa ili mwanadamu amkosee Mwenyezi Mungu, kwanza lazima apunguziwe uwezo wa kufikiri, ile akili pure ambayo Mungu anataka mwanadamu awe nayo, shetani ndo anaamua kuiattack. Sasa atatumia nini? Lazima atumie vyakula na vinywaji. Mtu unapokula chakula kinajenga akili, roho na mwili. Sasa mtu anapokunywa pombe, automatically ile pombe inaenda kuharibu mfumo mzima wa akili. Kwa hiyo mtu huyu hata kumwambia habari ya kuhusu Mungu hawezi kuelewa. Sasa hata ile kuwepo kwamba huyu mtu mwanzo kabla hajanywa pombe alikuwa mjui Mungu, alafu anapokunywa pombe, ile pombe inaenda kuasili moja kwa moja, yani ndio imeenda kumfunga mazima kwamba huyu mtu iwe ngumu sana kuelewa kuhusu habari za Mungu. Inamtoa katika ile hali ya original ya mwanadamu halisia ambaye ana uwezo wa kupokea ile hali ya kumwelewa Mwenyezi Mungu ni nani, kwa sababu Mwenyezi Mungu alipotumba kila mwanadamu nature yake ni hofu ya Mungu. Kwa hiyo pombe inaenda kuondoa ile hali ya uhalisia, na ndio maana mtu anapokunywa pombe anaweza akawa cruel, yani anaweza akawa mkatili sana. Yapo matukio mnaona kwenye maklabu ama sehemu ya unywaji wa pombe, watu wanafanya matendo ya kikatili sana. Watu wanauana hadharani, watu wanapigana vyupa. Kwa hiyo mtu akishakunywa pombe na mtoa katika ile hali ya wanadamu wa kawaida, anakuwa mtu kama mnyama. Kwa hiyo pombe ilivyotengenezwa kumuondoa mwanadamu katika muktadha wa kimungu, kuwa na huruma, kuwa na wema, kumpeleka katika hali ya ubaya. Lakini pia pombe hapo inapoenda kuharibu akili ya mwanadamu, inaenda kumfanya mtu huyo awe dhaifu wa kimwili. Ndio maana mambo haya yanabebana. Mtu akiwa mlevi sana,
basi lazima awe mzinzi sana, kwa sababu pombe pia ni tiketi ya zinaa. Yani pombe ni tiketi ya zinaa. Kwa hiyo mtu anapokunywa sana pombe, maana yake automatically huyu mtu lazima aende kuwa mzinzi. Yani hakuna tofauti kati ya mtu mzinzi na mlevi wa pombe, kwa sababu pombe inaenda kumfanya mtu hafanye matendo yale ya ajabu. Na ndio maana naongea uhalisia, na ndio maana ushaisikia baadhi ya watu wanasema huyu pombe zake zimemshukia kwa chini, kwa sababu huyu mtu automatically amekunywa pombe. Pombe ishaharibu akili, inawaza kufanya mambo mabaya. Yani mtu anaanza kuwaza kufanya mambo mabaya kwa sababu tayari ile utu la kibinadamu umeshamtoka. Mawazo yale ya kibinadamu yameshamtoka, anawaza negative tu, hawazi tena positive. Kwa hiyo pombe ni hatari sana. Lakini pia hata katika maamuzi ya maisha ya kila siku, pombe inapoharibu akili umpelekea mtu huyu kuwa maskini, kwa sababu ukiwa huna uwezo mzuri wa kufikiria, hauwezi kupanga vizuri maisha yako. Na ndio maana pombe ni tiketi ya mtu kuwa maskini. Kwa maana unaona asilimia kubwa sana walioanza kunywa pombe wakiwa maskini, hakuna rekodi ya mtu aliyofanikiwa, labda kwa muujiza, sio process. Kwa sababu pombe inapoenda kuharibu akili ya mwanadamu akiwa bado hajafanikiwa, mtu ni ngumu sana kufanikiwa. Kwa sababu ameanza kunywa pombe hajafanikiwa, akili yake imeshakuwa lazy, imeshakuwa vivu kufikiria. Akipata hela tu anawaza pombe, anawaza mitungi. Huyu mtu hawezi kufanikiwa. Kwa hiyo pombe inapoenda kujeruhi ubongo, inapoenda kujeruhi akili ya mwanadamu, automatically inaenda kumwasili katika maeneo mengi sana makuu kama ambayo nimeyataja. Kwa hiyo pombe ni hatari sana. Shetani ameitengeneza kwa ajili ya kumpoteza mwanadamu katika direction ya kumwabudu Mwenyezi Mungu, lakini pia kumpoteza mwanadamu katika direction ya kucontrol maisha yake akiwa hapa duniani. Ni hatari sana. Yani unaharibiwa katika safari ya kupata uzima milele upati, lakini pia unaharibiwa safari ya hapa duniani. Yani wewe swala zima la tiketi ya kwenda mbinguni haipo, lakini pia hata dunia hii maisha yako yanakuwa ya mtihani sana. Lakini pia jambo la pili, tunasema mtu anapokunywa pombe, ama zara la pili la mtu anayekunywa pombe, tunasema upelekea blood pressure. Yani mtu anapokunywa pombe, nasema blood temperature ya mwili huwa inabadilika sana, kwa sababu pombe hubadilisha blood temperature ya mwili. Sasa moyo wa mwanadamu jinsi ulivyo, unapodunda unasikia moyo kama unadunda, lakini udundaji wake kitaalamu, moyo huwa unatanuka. Ukitanuka damu inaingia ndani, ukijibana ndani maana nafasi inakosekana ndani, damu inatoka nje. Ndio ile blood supply inatokea kwa sababu ya mchakato wa damu kuingia na kutoka. Kwa hiyo inapojibana damu inatoka, inapotanuka damu inaingia ndani. Kwa hiyo temperature inapobadilika ya mwili, maana yake inalazimika damu hiyo inaingia kutoka kwa haraka sana. Tunasema pale mapigo ya moyo yanabadilika. Kuna viwango vya mwanadamu kwa siku, mapigo ya moyo yake kuna viwango. Kwa mujibu wa WHO ilitoa viwango vya mwanadamu kwa siku anatakiwa moyo udunde mara ngapi. Lakini sasa unapokuwa unakunywa pombe, blood temperature ikiwa juu, yale mapigo huwa yanapitiliza, inakuwa zaidi na zaidi. Kwa hiyo unakuta mtu sana anapata tunasema blood pressure kama nilivyozungumza, na mwisho wa siku baadaye upelekea tunasema heart attack, yani mtu mstuko wa moyo, na tunasema baadaye cardiac muscles zinaweza zikafeli. Moyo ukishashindwa, maana yake hatima tena ya kuishi hakuna. Ndio maana unaona baadhi ya watu wanaanguka ghafla barabarani. Mtu alikuwa ametoka hapa, amepita hapa, kaanguka kafa, kwa sababu tayari pombe imeshaenda kumwataki, imeshaenda kumzuru huyu mtu bila yeye kujijua. Ghafla tu ameanguka, kumbe ashajeruhiwa katika hali zima ya moyo na fikra. Ushasikia mtu ametembea tu ghafla, au labda amelala ndani, ghafla nasikia tu hajaamka, pombe imeshamtafuna sana. Sisi binadamu unavyotuona ni kama vile, yani hapo unapojiona, hapo unaponiangalia wewe, ni kama mnyama unavyomuona kuku au ng'ombe au mnyama wote unapomchinja ndani jinsi alivyo. Wewe hapo unaponiona hapa ndani hapa, wewe una moyo unadunda. Wewe unaponiangalia hapa tumboni hapa kuna utumbo, kuna ini, kuna figo. Wewe unayeniangalia hapa kichwani hapa tunapozungumza kwa ndani,
kuna ubongo upo ule ubongo unaujua wewe, unaujua ule upo. Kwa hiyo mwanadamu kwa nje unaweza kujiona ni mtu wa aina fulani mjanja sana, lakini kwa ndani ungekuwa unajiona jinsi ulivyo. Ungekuwa makini sana kile unachokula, unachokunywa, inatakiwa uwe nacho makini sana. Kwa hiyo pombe ni tiketi ya kuzimu. Pombe ni tiketi ya kwenda jehanamu ya moto. Kwa hiyo pombe sio nzuri katika maisha ya mwanadamu, haina msaada wowote. Yaani pombe haina msaada wote katika maisha ya mwanadamu, haina faida katika dunia hii, haina faida katika pepo, ama haina faida katika uzima wa milele. Yaani dunia unaikosa, haufanikiwi kupitia pombe, unaathirika kiafya, familia zinavunjika, conflict kwenye family zinatokea sana, ndoa za watu zinavunjika, lakini pia hata uzima wa milele haupati. Kwa hiyo pombe sawasawa mtu anaenda kunywa sumu mwenyewe. Unanunueje wewe kitu ambacho kinakutia uchizi? Yaani sawasawa mtu ulikuwa mzima kabisa, unasema ngoja nikanunue uchizi wa shilingi 7,000 au uchizi wa shilingi 10,000. Maanake pombe ni uchizi. Mtu unaenda kununua uchizi wewe mwenyewe bila, yaani ulikuwa mzima umeenda kununua uchizi. Sasa jambo hili ukiliangalia unaweza kuchukulia kawaida sana, lakini kiuhalisia jambo hili ni hatari sana, na shetani amewashika sana watu hapa. Wako watumishi wa Mwenyezi Mungu wanajiita manabii ama viongozi, wamewapa watu tiketi ya kunywa pombe, kwamba kunyweni tu, maandiko hayajakataza. Yesu alibadilisha divai, Yesu alibadilisha maji kuwa divai. Wapo hivyo, tutakuja kuchambua siku moja kwamba divai ni nini. Hakuna maandiko ambayo kwenye Biblia yamempa tiketi mtu wa kunywa pombe, hayo maandiko hamna. Kwa hiyo ndio maana nikaandaa somo hili la kukwambia kwamba pombe ni hatari sana. Inaharibu akili, inaharibu moyo, inaharibu ini, inaharibu figo. Pombe sio salama katika maisha ya mwanadamu. Kwa hiyo utaishindeje sasa, au utawezeje kuushinda mtihani huu kama mtu anataka kuacha pombe? Jambo la kwanza, imani thabiti juu ya uwezo wa Mwenyezi Mungu. Hili ndio jambo kubwa sana ambalo linaweza kukusaidia wewe kuacha pombe. Kwa sababu maandiko yanasema naweza wote kwa yeye anitia nguvu. Nanyi mtapokea nguvu akishawajilia Roho Mtakatifu. Kwa hiyo ili uache dhambi ama uache jambo baya kama la pombe, basi lazima kwanza upokee nguvu kutoka kwa Mungu mwenyewe. Nia sasa, Mungu anataka nia kwako. Weka nia, Mungu atatengeneza njia yao kuacha pombe. Pombe ni hatari sana katika maisha ya mwanadamu. Nimalizie kwa kusema kwamba kama kweli unahitaji kuacha pombe, inawezekana, tena inawezekana na inawezekana sana. Muamini Mwenyezi Mungu kuanzia leo, ubadilishe maisha yako na utoke katika hali ya kiza cha drinking, cha unywaji wa pombe ambao unaenda kuhatarisha maisha yako.